Kwa majina nafahamika kama Farida Ali na niwatakie wanawake wote siku njema kina mama ulimwenguni. Okay, kumbukumbu ambayo sitaisahau katika maisha yangu, hususan kuhusu mamangu ni kwamba tulipokuwa watoto kwetu ilikuwa ni kama ambaye ni adhabu kusema kweli. Ile kuraushwa kwenda kuswali. Kutamshwa saa 11. Mwadhini ukiadhiniwa watu wengi wajisikia hapana kwa kweli. Kwa hivyo ilikuwa lazima uamke. Yaani akishasikia adhana tu tayari nitakuja nitabumburushwa alimradi mswali kisha mrudi tena kulala. So ni kitu ambacho bila shaka mpaka leo hii na kipractice katika maisha yangu kwamba ikifika wakati wa swala yani inakuwa ni muhimu kwa mtoto kuhakikisha kwamba jamani tunamfundisha ibada kushinda mambo mengine. Yaani ibada inakuwa ni muhimu kwanza, yani inachukua kipaumbele alafu vitu vingine vinafuata. Kwa hivyo ni kitu ambacho bila shaka sitaweza kukisahau. Kwangu mimi ilikuwa ni dhiki mpaka tukaja tukazoea na mpaka sasa hivi na practice kwa watoto wangu. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho siwezi nikasahau kwa mama. Tabia ambayo nimerithi kutoka kwa mama itakuwa ni tabia nyingi tu. Maana mamangu alikuwa ni mpishi hodari na mimi pia najiona ni kama mpishi hodari. Mamangu alikuwa pia ni mtu wa kujipenda na nahisi pia mimi najipenda. Kwa hivyo ni vitu vingi ambavyo nimerithi kutoka kwa wazazi wangu. Safari ya kwa mama actually si rahisi vile, ni ngumu. Actually ukiangalia mimi na watoto 4. Na mamangu tulikuwa 6, kwetu tumezaliwa 6 na alitumanage. Kwa hivyo na mimi nimezaa 4 na vile vile pia napambana. Lakini si safari ni yani ina mazito yake, ina raha yake, inakupatia furaha kuona kwamba ni watoto ambao bila shaka kuna wengi ambao bila shaka wanahitaji watoto na bado mpaka sasa hawajabahatika. Kwa hivyo ile kwamba una watoto pia wewe ni kitu ambacho bila shaka kinakupatia faraja katika malezi. Kuna wakati wana furaha, kuna wakati ni wagonjwa. Kwa hivyo lazima utapambana. Kwa hivyo malezi, wenyewe nakwambia kuzani kubeba mimba si kazi, lakini kazi ni pale kwenye kuzaa. Na sasa hivi nina teenagers 3. So inakuwa ni yani ile changamoto yake. Kuna wakati kichwa yani kinapasuka, lakini mwisho wa siku ukiangalia pia wewe mamako alikulea, kwa hivyo unajaribu kuwa mpole kiasi. Lakini mwisho wa siku si rahisi vile. Kwa hivyo kila mwanamke ambaye pengine hajabahatika yani ni kumuombea Mwenyezi Mungu pia yeye ampatie ile bahati ya kuwa na watoto na kuwalea pia wao waone yani ulezi ni wa aina gani. Maana nakwambia wenyewe malipo ni hapa duniani. So kitambo nilikuwa sielewi msemo wa malipo ni hapa duniani. Kwa hivyo kama ulikuwa unamsumbua mamako kule utotoni na utakuja kusumbuliwa pia na watoto wako. Kwa hivyo mwisho wa siku nakwambia unasema mimi nilimsumbua mamangu. Sasa na unakaa mwambie haya ni malipo. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kumomba Mungu atuongoze tuweze kuwalea watoto wetu vizuri na inshallah wawe ni vizazi vyema. Wazazi kama wazazi ama kina mama kama kina mama, ningependa tu kuambia kwamba tuwalee watoto wetu kwa mapenzi ili wasije wakaja wakadanganywa huko mbele. Kwa hivyo pale unapokuwa unamlea mtoto wako hakikisha kwamba unampatia mapenzi kama mtoto. Unahakikisha kwamba unamsikiliza na unamthamini na kumjali. Maana wakati mwingine mtoto usipomjali bila shaka atajihisi ni kama ambaye ni mpweke. Kwa hivyo tuhakikisha kwamba tunawalea na mapenzi ya hali ya juu na vile vile tuwajali na kuwathamini. Maana mwisho wa siku sisi kama wazazi ndio tunafaa kuwa kielelezo chema kwa watoto wetu. Kwa hivyo japokuwa wakati mwingine kuna changamoto nyingi sana katika malezi, lakini tuhakikisha kwamba tunajitahidi. Happy Mother's Day.